Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu waandishi wa habari, maudhui ya taarifa yangu hii nanyi mchana huu, maudhui yake ni kuwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania hajasema hapana kwa mkataba wa bandari. Niliye mbele yenu ni mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa ya BAKWATA na msemaji wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Tumekuitana hapa leo kwa jambo moja tu, nalo ni kutoa taarifa kuwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania hajasema wala hajaandika popote tamko la hapana kwa mkataba wa bandari kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai. Hivi karibuni katika mitandao ya kijamii kumesambazwa kipande cha video clip kinachodai kuwa Waislamu wamesema hapana kwa mkataba wa bandari na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amesema hapana kwa mkataba wa bandari. Video hii fupi inamuonyesha mzungumzaji akidai kuwa baadhi ya viongozi wa dini na madhehebu nyingine za kidini tofauti na Waislamu wamesema hapana kwa mkataba wa bandari. Ndugu wanahabari, mzungumzaji katika video hiyo fupi kwa mtazamo na muonekano wake ni kiongozi wa dini isiyokuwa ya Kiislamu. Pamoja na kuwa mzungumzaji na kiongozi huyo amemsemea Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania bila yeye kuwa na mamlaka hayo, lakini baya zaidi ni kusema uongo kwa kumzulia kiongozi wetu mkuu wa Tanzania wa Uislamu na kusambaza nukuu ya uzushi. Nikiwa msemaji wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, natoa karipio na nasaha zifuatazo. Mosi, sio sahihi kiongozi wa dini moja kumsemea tena kwa kumzulia kiongozi wa dini nyingine, hasa kiongozi mkuu wa Waislamu, kwani kufanya hivyo kunadhoofisha afya ya ushirikiano mwema uliopo baina ya viongozi wa dini mbalimbali, interfaith cooperation. Pili, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania hajatamka wala hajaandika popote kukataa mchakato wa mkataba wa bandari, bali msimamo wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, na ambao ndio msimamo Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ni kuitaka serikali izingatie na kuyafanyia kazi maoni na hoja mbalimbali zinazotolewa kuhusiana na mkataba wa bandari. Huo ndio msimamo wa baraza kama ulivyowekwa hadharani katika salamu za baraza kwa mnasaba wa Eid al-Adha zilizotolewa na katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA Alhaji Nuhu Jabiri Mruma. Ni vyema fursa ya kutoa ushauri na maoni tukaitumia vizuri kwa busara, bila ya mmoja kuchukua nafasi hiyo kutafuta kuungwa mkono kwa hila na wengine kwa kutumia hila, uzushi na propaganda chafu. Hivyo kwa ustaarabu tutumie uhuru huo wa kujieleza
kwa kutoa nguvu ya hoja, na kamwe tusitumie hoja ya nguvu. Nitoe nasaha kwa Watanzania wote kwamba tusitumie vibaya uhuru wa kujieleza na kutoa maoni kwa kutukana, kukashifu na kulazimisha kuungwa mkono kwa kutumia hila mbalimbali, kwani kufanya hivyo ni kuharibu taswira nzuri na njema ya nchi yetu. Mwisho, tuwaombee viongozi wetu, Mola wetu mlezi awazidishie hekima na busara katika kupokea maoni na kuyafanyia kazi, ili hatimaye watende lile ambalo lina maslahi kwa nchi yetu Tanzania na watu wake. Ndugu wanahabari, baada ya kuyasema hayo, na washukuru sana. Asanteni sana.